Leo katika mahojiano nimemkaribisha Askofu Benson Bagonza. Tutaangazia wito uliotolewa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, akiwataka Watanzania kuendeleza jitihada za kudai mabadiliko ya katiba katika taifa lao. Hivyo hii leo katika mahojiano utamsikia kwa undani Askofu Bagonza akimulika juu ya kauli hiyo. Mimi ninayekukaribisha, jina langu ni Samuel John. Karibu sana siku ya hii leo. Karibu sana Askofu katika mahojiano, na moja kwa moja nataka kusikia kutoka kwako kauli hii ambayo imesikika sasa. Inaweza ikawa inaacha nadharia zipi, ama ni maswali gani ambayo inaweza ikawa nasalia hapa, ama inaweza ikawa na maana gani? Mimi nimeipenda sana, lakini wakati ule ule mimi kila jibu huwa linazua swali. Kwa mfano, amesema Mheshimiwa Rais anaitaka kwa sababu iliwekwa kwenye ilani. Swali langu ni, kama Rais anaitaka, kwa nini tuipambanie? Makamu amesema tuipambanie, tukomae. Kama Rais anaitaka, kwa nini tuipambanie? Swali la pili, tunapambana na nani ili kuipata? Swali la tatu, Makamu kusema ni jambo zuri, lakini anaposema Rais anaitaka, kwa nini Rais mwenyewe asemi mwenyewe moja kwa moja? Ndio amewahi kusema, lakini kutokana na hali ya mambo ilivyokuwa hapa nchini kumekuwa na kigugumizi juu ya hilo. Nadhani ni wakati sasa Rais mwenyewe aseme kuliko wasaidizi wake. Katika hotuba ya Makamu wa Rais pia kulikuwa na suala la katiba yetu ya sasa tulio nayo inaweza kutumiwa na rais mbinafsi kufanya mambo yake. Baba wa Taifa aliwahi kusema huko nyuma kwamba katiba hii angeweza kuwa ilikuwa inamruhusu yeye kuwa dikteta, inaweza ikamfanya mtu yeyote kuwa dikteta. Maneno hayo ya Baba wa Taifa na ya Makamu wa Rais karibu yanafanana. Sasa swali langu ni, je, Rais aliyepo akiamua kuitumia kuzuia wanaopambana kuipata, itakuwaje? Na swali lingine nimejiuliza tu, maana nimesema mimi ni mtu wa maswali. Hivi kupata katiba ni rahisi, ni sharti Rais atake? Taasisi nyingine ziko wapi, ikiwemo Chama cha Mapinduzi? Kwa mfano, tukijikuta tuna rais haitaki lakini chama chake kinaitaka, inakuwaje? Au chama chake hakiitaki lakini rais anaitaka, inakuwaje? Hilo nimeliona pia. Limezungumzwa suala la mwafaka wa kitaifa. Hapa napo nimepata swali. Hivi tunahitaji mwafaka ili tupate katiba, au tunahitaji katiba ili tuweze kupata mwafaka? Hili inabidi litatuliwe, kwa sababu kuhitaji kuvaa miwani kuona kwamba tuna taifa la watu walionuna, na viashiria vya kununa tunaviona. Kwa hiyo ina maana hakuna mwafaka. Je, katikati ya kununa humu tunaweza tukapata katiba? Tufanyeje ili watu waache kununa ndipo tupate katiba? Katiba bora, sababu ni muhimu sana kuangalia namna ya kupata katiba bora. Na kwa sababu katiba ndiyo sheria mama, lazima uipate kupitia bunge. Kwa maoni yangu, tuna bunge, nimekuwepo katika mabunge mengi tangu mwaka 80 na fuatilia maisha ya bunge, na baada ya kusoma sayansi ya siasa na sasa ni mwalimu wa sayansi ya siasa, sasa hivi tuna bunge ambalo kwa vipimo vya kawaida vya mitaani tuna bunge lisilopendwa na wananchi kutokana na yale yaliyotokea. Je, bunge lisilopendwa linaweza kutupatia katiba mpya? Hilo nalo ni swali. Jambo jingine, Makamu wa Rais amezungumzia habari ya wanaharakati. Huu umekuwa ni mjadala wiki hizi chache zilizopita. Nimelizungumzia sana, kajaribu kuwakumbusha wana CCM wenzangu
kwamba harakati ndiyo mbegu iliyotulea sisi wana CCM. Sasa makamu wa rais amelikumbusha hilo pia, juu ya kujenga taifa lenye urafiki na wanaharakati. Wanaharakati wengi sasa wako nje ya nchi kwa kukimbia maisha yao, kwa kuhofia maisha yao. Tufanye nini ili hawa wanaharakati ambao makamu wa rais ameona ni chachu nzuri ya kufikiri kutupatia katiba bora na kuleta taifa lenye mshikamano, wajisikie wako salama kufanya harakati zao ndani kuliko kuzifanyia nje. Mwisho, maswali ni mengi sana, nafikiri nitaendelea kuyadadavua, lakini niseme wazi kwamba tuna taifa limenuna sana. Tumeona juzi katika matamasha watu wanazomea. Tumeona watu wana uchuro, vifo vinashangiliwa. Tumeona katikati ya jitihada za kuzungumza maridhiano, yani tuko katikati, tunavutana huku na huku, tunashawishiana tuingie katika maridhiano, ghafla tunaanza kutangaziwa ugaidi. Mara ugaidi Mwanza, mara ugaidi Dodoma, mara ugaidi Mbeya. Kwa nini tunajichafua sisi wenyewe? Tunalitangaza taifa letu kuwa la kigaidi kweli katika nyakati hizi? Hawa vijana tunaowakamata na kuwasondeka ndani huko kwamba ni magaidi, watakaa wawe raia wema tena hawa? Au tunawapeleka wakajifunza ugaidi huko ndani ya mahabusu? Nadhani kuna haja ya kuwa, kabla ya mwafaka wa kitaifa, tuwe na serikali yenye mwafaka ndani yake, ambayo inasimama pamoja, inawajibika pamoja kuona taifa letu linasafishwa na mambo haya. Kushangia kwamba tuna magaidi katika taifa letu sio jambo jema kwa wakati huu. Tumesikia kauli ya makamu wa rais nchini Tanzania. Kuna nadharia na mimi naweza nikawa nazo hapa. Kuna baadhi wanaweza kusema kwamba kuna agenda ama spinning, kwamba kuna kuhamisha mjadala. Sasa utatuambia kama kuna mjadala ambao unaweza ukahamishwa katika mazingira haya, lakini wengine wanaona kwamba ni wakati umefika kwa upatikanaji wa katiba mpya ni sasa, na ndio maana makamu wa rais amezungumza haya. Wengine wanakwenda mbali, wanasema kuwa ni njia ya kuendea maridhiano kwa sababu serikali imeamua kwenda katika maridhiano, ndio maana makamu wa rais amezungumza haya. Wengine wanakwenda mbali, wanasema kuna fukuto. Wewe unaona nini? Mimi kuhamisha mjadala, anauhamisha wapi kwenda wapi, hiyo sitaki kulisemea, lakini niseme wazi ninachotofautiana na makamu wa rais. Mimi ninaona katiba mpya ilitakiwa jana. Yeye anasema tuipate 2028. Mimi nasema katiba imechelewa, tulitakiwa kuipata jana na juzi. Jambo la pili, kwenye toni ya makamu wa rais, ni kama anafikiri Watanzania wananchi wanataka katiba mpya, which is good na ni sawa. Ila mimi naona watawala wetu wanahitaji katiba mpya zaidi kuliko hata wananchi, kwa sababu kuongoza wananchi walionuna, kuwa na madaraka juu ya watu waliokuchagua, kuwa na madaraka yasiyochujwa ya kuwakamata waliokupigia kura, kuwaraza ndani, kuwaonea, kuwaumiza, si jambo jema. Kwa hiyo katiba mpya inatakiwa zaidi na watawala kuliko inavyotakiwa na wananchi. Na katiba hii mimi kwa maoni yangu nafikiri ilihitajika jana kuliko 2028. Nani ambaye anachelewesha kupatikana kwa katiba, na anachelewesha kwa maslahi yapi ama kwa malengo yapi? Hilo tungemuuliza makamu wa rais aliyehutubia. Katika mtazamo wa nadharia kwa sayansi ya siasa, tunaweza tukalimulika hili? Hatuwezi kulifunika. Labda kama unanichokoza niseme zaidi. Nadhani taifa letu limegubikwa na hofu. Wananchi wanaogopa, watawala wanaogopa. Tumezungukwa na wingu zito la hofu. Chama tawala na serikali yake wanaichukulia katiba mpya kama kitu kitakacholeta mabadiliko ambayo hawajayapanga kuyakabili. Lakini pale pia vyama vya upinzani
vinatafuta mabadiliko kupitia katiba mpya. Azifu wakiyapata watafanya kitu kikubwa ambacho kitashutua dunia. Sasa haya madai sehemu zote mbili zinagubikwa na hofu. Kwa hiyo kunakuwa hakuna goodwill between them. Hofu ndio inayotawala. Na ukiona kweli actions zinazochukuliwa nyingi zinaongozwa zaidi na hofu kuhusu hali halisi. Katiba mpya kama imepatikana kwa ridhaa ya wananchi ni kwa manufaa ya nchi, si kwa manufaa ya viongozi. Kwa hiyo hakuna anayetakiwa kuogopa kwamba itanipunguzia madaraka, kwani madaraka hayo ni yako, si ya wananchi. Kwa hiyo nafikiri mimi ninachokiona kinatawala hapa ni hofu zaidi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.